Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai na Mwokozi wetu. Tunamshukuru Mungu kwa neema na kibali ambacho Mungu ametujalia leo kuwepo hapa. Ni siku njema yenye utukufu. Kwa majina yangu ninaitwa mchungaji Josephat Charles Masululi Blongo. Ni mchungaji wa kanisa la Seki Bushitu Kishili, wilaya ya Nyamagana, jiji la Mwanza. Na asubuhi ya leo imempendeza Mungu ili tuweze kusemezana kwa habari ya kazi ya Mungu. Na tuko hewani katika chaneli yetu nzuri ya Seki TV. Inakuletea ujumbe wa kimungu asubuhi hii. Na kwa sababu ya neema ya Mungu tunakwenda leo kujifunza somo linaloitwa kunahitajika mtu. Tutakuwa na somo linasema kunahitajika mtu. Na kabla ya kuanza, niombe nimshukuru Mungu. Baba Mwenyezi uketie mahali pa juu, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako kwa muda na saa kama hii ambayo Mungu umetupa muda huu kama bonasi kwetu. Baba, tazama muda huu na nyamazisha kila roho za giza ambazo zinaweza kuinuka kinyume na huduma hii. Hizo roho ninasimama nazo kinyume kwa mamlaka jina la Yesu. Tawala kwenye kipindi hiki, tawala kwenye somo hili. Nenda Bwana ukatufundishe. Roho wako Mtakatifu ninamkaribisha mahali hapa, akawe mkufunzi mzuri, akawe mwalimu mzuri, akituelekeza yatupasayo kutenda kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Baba, keti mahali hapa, dhihirika, udhihirishe ukuu wako, ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. Basi muda huu na saa hii tunaenda kujifunza somo letu linasema kunahitajika mtu. Kunahitajika mtu. Kwa nini kunahitajika mtu? Ni kwa sababu gani kunahitajika mtu? Kwenye maisha ya mwanadamu tangu ulimwengu kuumbwa kulihitajika mtu ili aweko. Tangu dunia inaumbwa, tangu misingi ya dunia kuweko, kulimgharimu Mungu ili aweze kumweka mtu kwenye dunia hii. Ndio maana nasema kunahitajika mtu. Lakini ni mtu wa namna gani anayehitajika? Ni mtu wa namna gani? Unaweza ukawa na maono mazuri, lakini ukikosa mtu atakayeweza kupushi maono yako, atakayeweza kusimama kwenye vision yako, utashangaa vision inakwama, utashangaa maono yanakwama. Kwa sababu gani? Haujapata bado mtu. Hujapata mtu. Ndio maana somo langu linasema kunahitajika mtu. Kwenye maisha ya mtu awaye yote, kwenye maisha ya mwanadamu panahitajika mtu. Tuangalie kitabu kile cha Wafilipi wa pili mstari wa 20. Kitabu cha Wafilipi wa pili mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami atakayeangalia hali yenu kweli kweli. Biblia inapozungumzia habari ya kuwa sina mtu mwingine mwenye nia moja nami atakayeangalia hali yenu kweli kweli, tunaona mtumishi huyu wa Mungu alikuwa akielezea habari ya kuwa na mtu, kwamba natamani nimtume mtu kwenu
natamani nimwagize mtu kwenu, lakini miongoni mwa watu nilio nao, maandiko yanasema sina mtu, sijaona mtu nitakayeweza kumtuma, nitakayeweza kumwagiza ili aingie kwenye hiyo, ili aweze kufika mahali hapo. Sijapata mtu wa kumtuma ambaye ana nia moja, ana nia moja pamoja na mimi, ambaye ana kusudi moja pamoja na mimi, ambaye lengo lake ni kama la kwangu. Huyu mtumishi anazungumza, analielezea kanisa kwamba sijapata mtu nitakayeweza kumtuma, sijapata mtu nitakayeweza kumwagiza mwenye nia kama ya kwangu, ambaye huyo mtu ambaye nitakayemtuma ana uwezo wa kuangalia hali zenu, ana uwezo wa kutazama hali zenu, atakuwa ni mwangalifu, anakuwa anaangalia na kufuatilia hali zenu zinaeneneje, hali zenu zikoje, maisha yenu yakoje. Mtumishi wa Mungu anasema sina mtu mwenye nia. Kumbe maisha ya mwanadamu yanafaa apate mtu aliye na nia moja pamoja na yeye, aliye na nia moja. Mfano, watumishi wengi wameibeba nia ya Kristo. Wakati Yesu anawaita, anatafuta nani ni mtume, nani nimpeleke huku, nani aende huku. Aliangalia nia ndani ya huyo mtu, ambayo hiyo nia inaambatana na nia ya Kristo, ambayo hiyo nia imebeba kusudi la kimungu ndani yake. Akamuinua mtumishi wa Mungu, akamuinua Bishop Krola, akamuinua mchungaji Josephat, akamuinua Pastor Mkama, akamuinua Bishop Masaba, akainua kila aina, akapanda, kwa sababu wameibeba nia. Kwa hata Mungu kumuumba mtu, alimuumba kwa kusudi ili aweze kutimiza ile nia ya Kristo, aweze kuitimiza ile nia. Sasa mwandishi anatuambia hana mtu atakayekwenda kuangalia hali za watu hao. Hana mtu atakayekwenda kuangalia hali za watu hao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili linapozungumza kwamba hana mtu, kwamba sina mtu, si kwamba halikosa mtu. Walikuwepo watu, lakini mtu wa namna gani ambaye anaweza akatumwa? Ni mtu wa namna gani anaweza kwenda? Ni mtu wa namna gani anaweza kusimamia? Ni mtu wa namna gani anaweza kufanya hiyo kazi ambayo unaweza kumwagiza akaitenda kwa weledi, kwa ufanisi? Ni mtu ambaye anatakiwa hawe na nia kama ya kwako, jinsi ulivyobeba mzigo na yeye hawa ameubeba mzigo. Ndio maana anasema kunahitajika mtu hata kwenye maisha yako ambayo unatufuatilia sahi. Anahitajika mtu kwenye maisha yako ili uweze kupiga hatua kutoka pahala ulipo kwenda pahala pengine, kutoka kwenye hatua ulio nayo kwenda kwenye hatua ya pili, kwenda kwenye renki nyingine. Lazima apatikane mtu ambaye atakayepushi maono yako, atakayekuwezesha kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Lazima apatikane mtu mwenye nia moja na wewe. Apatikane mtu mwenye maono kama ya kwako. Apatikane mtu atakayesema yes, nitasimama pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni muhimu apatikane mtu. Kila mtu, hawe ni mchungaji, hawe ni askofu, hawe ni mtume, kila mwanadamu huwa hanahitaji mtu. Ukamilifu wa mwanadamu ni pale ambapo anapopata mtu aliye na nia pamoja na yeye. Hapo ndipo anaweza ukamwona
Josephat amekamilika. Ndipo naweza ukamuona fulani amekamilika. Kwa sababu gani? Mungu amemkutanisha na mtu mwenye nia. Mtu mwenye nia. Mtu mwenye nia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tusome kile kitabu cha Yohana Mtakatifu. Kitabu cha Yohana Mtakatifu, sura ile ya 5 mstari wa 7. Tuone kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni mgonjwa. Naye akasema hana mtu. Hebu tusome kitabu cha Yohana Mtakatifu, sura ile ya 5 mstari wa 7. Biblia inazungumza, inasema, yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine ushuka mbele yangu. Haleluya. Biblia inazungumza, alikuwa kwa mtu mmoja ni mgonjwa, tena ni mwanamke. Alikuwa ni mgonjwa na alikuwa ameketi karibu na birika. Lakini huyu mgonjwa anazungumza, huyu mama anasema kwamba halikuwa hana mtu. Anamwambia Bwana Yesu kwamba mimi sina mtu ambaye atakayeweza kunisogeza na kunitia birikani. Sina mtu atakayeniweka birikani, atakayenitia birikani, atakayenisogeza birikani. Sijapata mtu. Ndio maana maji yanapotibuliwa, mbele yangu anatokea mtu, mbele yangu anatokea mwingine, mbele yangu anashuka mtu mwingine, kwa sababu mimi sina mtu. Ndio maana nimetangulia kusema maisha ya mtu awaye yoyote yanamhitaji mtu wa pili ambaye ndani yake anayo nia, ameibeba nia ya mtu kama huyo, ili aweze kuvuka na kufika pahala. Haleluya, haleluya. Huyu mama si kwamba alikuwa hana watu wanaoweza kumsaidia, rahasha. Walikuwapo watu ambao wanaweza kumsaidia, lakini changamoto inayotokea kwa mama huyu ni kwamba hajapatikana mtu mwenye nia, hajapatikana mtu ambaye ameubeba mzigo kama vile huyu mama alivyobeba mzigo. Mzigo wa mama ulikuwa ni kufika kwenye hatima. Mzigo wa mama huyu ilikuwa ni kufika kwenye birika, ili apate neema ya ukombozi, ili apate neema ya uzima, ili apate neema ya uponyaji. Lakini halikosekana mtu atakayeweza kumpushi, atakayeweza kumsogeza, atakayeweza kumpeleka, atakayeweza kumtia birikani. Aliyobeba nia, mwenye nia pamoja naye. Watu walikuwepo, lakini nani aliyebeba nia? Mwenye nia ni nani? Hiyo nia ambayo inaambatana pamoja na huyu mama. Huyu mama alikuwa ni mhitaji, alikuwa ni mgonjwa. Mtu ambaye ni mgonjwa, maana yake anahitaji msaada, anahitaji msaada. Lakini maandiko yanatuambia wakati huyu mama alipokuwa anatamani afike birikani, kwenye birika, mbele yake alikuwa akitokea mtu, mbele yake alikuwa anashuka mtu. Anashangaa wakati wa hatua yake, anapotaka kutamani kupiga hatua, mbele yake anatokea mtu, anamwekea ukuta, anashindwa kufika, anashindwa kufika kwenye hatima hiyo, anashindwa kufikia muujiza wake. Na ndio maana kuna wengine muujiza wake unapokaribia, unashangaa mbele yake anatokea mtu mwingine tena, anaudaka ule muujiza. Kwa sababu gani? Huyo mtu amekosa mtu
Huyu mtu ambaye alikuwa anatamani auone muujiza wake, anatamani hakutani na Bwana, amekosekana mtu anayeweza kumsogeza mbele ya Bwana, anayeweza kumsogeza mbele za Mungu aliye hai. Amekosa mtu mwenye nia, mtu mwenye nia. Wewe unayetufuatilia, unayetutazama sahihi, yamkini mambo unayopita magumu, unapita kwenye mambo magumu, unapita kwenye magonjwa, unapita unatafuta huku na huku msaada, na msaada uoni. Ndugu zako wamekutenga, ni kwa sababu ndani yao hawana nia pamoja na wewe. Ndio maana waonyeshi mshirikiano, hawaonyeshi mshikamano, kwa sababu ndani yao hawana nia pamoja na wewe. Lakini asubuhi hii, mchana huu, nakuletea habari za ufalme wa Mungu. Mungu anahitaji akukutanisha na mtu sahihi. Mungu anahitaji akukutanisha na mtu mwenye nia yako, ambaye anaweza akakutoa kwenye hatua, anaweza akakuvusha kwenye hatua, anaweza akakutoa kwenye hiyo dhoruba yako. Mungu mchana wa leo amenituma nikueleze kwamba amemwandaa mtu kwa ajili ya maisha yako. Kuna mtu ameandaliwa special kwa ajili ya hatima yako. Kuna mtu ameandaliwa special kwa ajili ya huduma yako. Kuna mtu ameandaliwa special kwa ajili ya hatima njema. Yuko mtu mwenye nia, na huyo mtu si mwingine, na huyo mtu sio mwingine, ni Yesu pekee, ambaye ameweka nia ndani ya watumishi. Amewaandaa watumishi wa Mungu ili waweze kukuvusha. Na mchana wa leo Mungu amenipa kibali ili nikueleza habari hizi. Ni kweli umehangaika. Wengine wameenda kutafuta watu, wameenda kutafuta misaada kwa waganga, wengine wameenda kwa waganga, wengine wameenda katika ushirikina, wakitafuta mtu kwamba aweze kusaidia, waweze kusaidiwa. Lakini walipokwenda huko bado hawajapata mtu sahihi. Nataka nikwambie, uliyeenda kwa mganga ili upate tiba ya solution yako, upate jawabu la maisha yako, bado hapo hujakutana na mtu sahihi. Ni heri leo ukubali kumpokea Yesu. Ni heri leo ukubali kukata shauri umfuate Yesu, maana ndani ya Yesu amemwandaa mtu sahihi juu ya maisha yako. Amemwandaa mtu sahihi aliyebeba nia pamoja na wewe. Atakapokutana na wewe atakupushi, atakapokutana na wewe atakusogeza kwenye hatima njema, atakusogeza kwenye hatima njema. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mmoja anazungumza, anasema, mhubiri anasema kitu gani hiki? Ni kweli. Unaweza ukajioji, tangu kuzaliwa kwako duniani maisha yako yamekuwa ya shida. Tangu kuzaliwa kwako duniani maisha yako yamevurugika. Tangu kuzaliwa kwako duniani yamkini hujaiona furaha. Lakini nataka nikwambie, furaha hizi kama utakutanishwa na mtu aliyebeba nia yako, anayeweza kutembea kwenye kusudio lako, lazima Mungu akukutanisha na mtu ili uione furaha ya maisha, uone furaha ya kuwepo duniani. Mungu anaamua kukutanisha na mtu mwenye nia yako. Haleluya, haleluya. Aliyebeba nia, mtu ambaye amebeba mzigo, ule mzigo uliobeba wewe mwenyewe. Mungu anapokukutanisha na mtu wa namna hiyo, baraka zako zinamiminika, neema yako inashuka, kwa sababu uliyekutana naye Mungu amemwandaa ili akufikishe mahali sahihi. Ndio maana nazungumza kwamba kunahitajika mtu. Mpendwa mwenzangu unayetufuatilia,
katika chaneli yetu nzuri ya Seki TV. Ni muhimu uelewe somo hili kwamba unaweza ukajitumainia uwezo ulio nao. Unaweza ukajitumainia nguvu ulizo nazo. Nguvu sio kitu, uwezo ulio nao sio kitu. Kama hakuna mtu mwenye nia pamoja na wewe, uwezo wako unaweza ukaisha, nguvu zako zinaweza zikaisha. Kwa nini? Kwa sababu anayeweza kukusukuma, anayeweza kukupushi, anayeweza kuyatamia maono yako, lazima patikane mtu mwenye nia pamoja na wewe, pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Tusome kile kitabu cha Isaya, tuone habari za Mungu hapa, tuone habari za ufalme. Isaya 6, fungue kitabu cha Isaya 6 mstari ule wa 8. Mstari ule wa 8. Biblia inazungumza, inasema, kisha nikaisikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Narudia kusoma Isaya 6 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani, naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ni swali limeuliza. Mtumishi wa Mungu alisikia sauti ya Mungu, alisikia sauti ya Bwana ikizungumza, ikiuliza, ni mtume nani, naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapozungumzia kwa habari ni ya mtu kutumwa, kwamba nani ni mtume, anauliza nani atakaye kwenda. Ni mambo mawili, anauliza vitu viwili. Nani mwenye utayari wa kutumwa, na nani atakaye kwenda duniani? Dhumuni la Mungu alikuwa akitafuta mtu, sio watu. Walikuwa watu wengi sana, lakini katikati ya watu hao wengi, Mungu alikuwa anaangalia mtu mmoja. Alikuwa akitafuta mtu mmoja aliye na nia ya kwake, mwenye kusudio la kwake, ambaye amebeba kusudi la Mungu. Mungu alikuwa akimtafuta mtu wa namna hiyo. Wana wa Mungu, watumishi wa Bwana, si kila mtu anaweza kufaa kutumwa. Sio kila mtu anaweza kafaa akatumwa kwa kazi. Sio kila mtu atakaye kwenda na kufikisha habari njema kama vile unavyokusudia. Rahasha. Ndio maana Mungu anauliza, ni mtume nani? Ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili? Kwa kunahitajika mtu kwa kila sekta, kwa habari za ufalme wa Mungu, kwa habari ya kueneza Injili. Kunahitajika mtu, kunahitajika mtu. Tunaweza tukawa wengi kanisani, tunaweza tukawa wengi katika wokovu, tumeokoka kweli, lakini Mungu anauliza, ni mtume nani atakaye kwenda kwa ajili ya Josephat? Atakaye kwenda kwa ajili ya Bishop Kurora? Ni mtume nani atakaye kwenda kwa ajili ya Masaba? Ni mtume nani atakaye kwenda kwa ajili yako? Anauliza, ni nani ni mtume atakaye kwenda
kumbe anatafuta mtu. Jana wa leo Mungu amenipa ujumbe huu nikuhabarishe, anamtafuta mtu atakayemtuma kwa ajili ya maisha yako. Anamtafuta mtu atakayemtuma mwenye nia kwa ajili ya hatima njema ya kwako. Anamtafuta mtu. Ni nani atakayekwenda? Ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Kwa ajili yetu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa unafanya biashara, lazima apatikane mtu ambaye ataambatana pamoja na wewe, aliyebeba kusudio la biashara, ambaye ana vision na biashara. Ni muhimu Mungu akukutanishe na mtu huyo. Maana unaweza ukaanza project yako, unaweza ukaanzisha maono yako na maono yasitimilike kwa sababu tu bado amekosekanika mtu mwenye nia ya kwako. Si kwamba kila aliyefanikiwa kwamba alifanikiwa peke yake. Hapana. Kuna mtu mmoja aliyekuwa na nia kama ya kwake. Walipokutanishwa, alifanya mlipuko wa ajabu kwenye maisha yake. Ulitokea mlipuko kwenye kazi yake. Hata kwa habari ya huduma, ili huduma ipae, kazi ya Mungu ienee, ni muhimu awako mtu mwenye nia ya kazi hiyo, mwenye nia na mzigo, aliyebeba mzigo wa Kristo, mwenye kusudi la Injili. Huyo ndiye anayeweza akakufikisha pahala, akakufikisha kwenye kusudi la Mungu. Haleluya, haleluya. Kuna watu wanataabika, kuna watu wanahangaika, wengine wako hospitalini, lakini nani atakayekwenda? Ni nani atakayekwenda kuwatazama? Wengine wamepoteza haki zao. Ni nani atakayekwenda? Na si kwamba wana watu, si kwamba wana watu, wako watu wanawazunguka, lakini wamepoteza haki zao za msingi. Ni kwa sababu hajapatikana mtu mwenye kusudi la Mungu ndani yake. Amekosekana mtu. Haleluya, haleluya. Wewe unayenifuatilia kwenye kipindi hiki, nataka nikueleze, Mungu anahitaji akukutanisha na mtu sahihi, aliyebeba nia yako. Nia yako ni uponyaji, nia yako ni uzima. Unatamani uwe mzima, afya yako unatamani imarike, lakini haujapata bado mtu. Leo hii unahangaika kwa waganga, leo hii unahangaika kwenye hospitali, lakini hupati solution, haupati jawabu la tatizo lako. Nataka nikuletee jawabu mchana wa leo. Jawabu ni kumjua Yesu. Yesu atakupa mtu sahihi, Yesu atakuandalia mtu sahihi. Na mmoja wapo wa mtu sahihi kwenye hatima yako ni yule aliyebeba kusudi la Mungu. Kuhani Bwana ameandaliwa, kuhani wa Kristo ameandaliwa kwa ajili ya hatima yako. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wana maono makubwa. Yuko hapa ananisikia, ana vision kubwa, ana ndoto kubwa, lakini kila anapoanza kusubutu kufanya, kila anapoanza kupiga hatua, anarudi nyuma. Kwa sababu gani? Bado Mungu hajamkutanisha na mtu.
bado hajakutana na mtu. Unaweza ukawa unapambana mchana na usiku, ufike kwenye hatima njema, lakini unashangaa kadri unapoanza kupiga hatua aufiki kwenye kusudio lako, aufiki kwenye kusudio lako. Ni kwa sababu hujapata mtu. Kila jambo linafanikishwa ikiwa kuna mtu aliyeibeba nia yako, ambaye ana nia ndani yake. Huyo ndiye anayeweza akakuvusha. Hatua yako inaweza kavushwa na mtu mmoja tu, mwenye nia pamoja na wewe, pamoja na wewe. Yule mama mgonjwa ambaye tumemtazama kwenye kitabu cha Yohana, kuna watu walikuwa wanakuja mbele yake kwa sababu hawana nia pamoja na yeye. Walikuwa wanamwacha hapo, alikuwa amesaurika na saurika. Wanakuja mbele yake, wanapokea neema yao, wanapokea uzima wao, wanapokea baraka zao. Yeye ameketi. Baraka yako inaweza kuwa imekufikiria, baraka yako inaweza kuwa imefika kwenye malango yako, lakini ukashindwa kuimiliki hiyo baraka, ukashindwa kuipokea hiyo baraka kwa sababu hujapata mtu mwenye nia pamoja na wewe atakaye kusogeza kwenye huo mlango wa baraka. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kitabu kile cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi 142. Zaburi 142. Mstari wake ule wa 4. Biblia inazungumza, inasema, utazame mkono wa kuume ukaone, kwa maana sina mtu anijuae. Makimbilio yamenipotea, hakuna wa kunitunza. Lo, narudia kusoma tena. Zaburi 142 mstari wake wa 4. Biblia inazungumza, inasema, utazame mkono wa kuume ukaone, kwa maana sina mtu anijuae. Makimbilio yamenipotea, hakuna wa kunitunza roho. Kuna watu wamekosa msaada, hawajui ni wapi wakimbilie. Kuna watu wanapita kwenye magumu, lakini kwa sababu hawana msaada, hawajui ni lini watatoka kwenye tatizo hilo. Mwandishi wa kitabu cha Zaburi anazungumza, anasema, tazama mkono wa kuume ukaone, maana sina mtu anijuae. Kuna mtu mmoja amekosa tu mtu. Unajua wana wa Mungu, kuna watu dunia hii wanataabika, kuna watu dunia hii wanakosa msaada. Je, mnataka kuniambia ndani ya jamii inayomzunguka anaweza akakosekanika mtu kweli ambaye anayeweza kumshauri, akampa shauri la kweli, akamwambia tatizo hili linaisha, tatizo hili ukienda hapa litaisha? Hata wa mji huu wa Rumara wanaotufuatilia, kuna watu wana matatizo huko. Nazungumza na watu ambao wamekosa kimbilio, waliokosa tumaini, waliokosa jawabu la maisha yao. Wengine wanaanza kuwa na mashaka ya kuishi,
wengine wamekata tamaa ya kuishi, na wamezungukwa na watu, wamezungukwa na wengi wa watu kwenye jamii hiyo. Wewe unayenisikiliza na una mtu wa namna hiyo kwenye jamii yako, hebu mwelekeze para, mwelekeze aende kwa nyumba ya Mungu, mwelekeze amkiri Yesu, mwambie Yesu pekee ndiye mtu pekee anayeweza kumtoa kwenye shimo hilo, anayeweza kumtoa kwenye tatizo hilo, ni Yesu pekee. Maandiko yanasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Haleluya. Taka nikazie kwa kusema, sio kila mtu ambaye amekuja kwenye maisha yako kwamba ni mtu mwenye nia pamoja na wewe. Hapana. Ukisoma habari za wana wa Israeli wakati wametumwa kwenda kuipeleleza nchi ya Kanaani, yalitokea makundi mawili ndani ya wale waliotumwa kwenda kuipeleleza ile nchi. Wakati wanarudisha majibu, wengine kwa sababu hawana nia pamoja na kiongozi wao, waliwakatisha tamaa. Waliwakatisha tamaa, wakasema, mkuu, kiongozi, mjuo tumekutana na majitu yamepanda hewani, tena yana nguvu kuliko sisi. Hao ni watu unaweza kawa nao kwenye maisha, wenye kukatisha tamaa. Na wao unajipa tumaini tu, uko pamoja nao tu, ukifikiri hao ni sahihi kwenye maisha yako. Hapana. Katikati ya hilo kundi waliokwenda kupeleleza nchi ya Kanaani, walikuwemo watu wenye kukatisha tamaa, walikuwemo watu wenye kuua ndoto ya kiongozi wao, walikuwepo watu wenye kuua zumuni kuu la Mungu, kusudi kuu la Mungu. Lakini ndani yao Mungu akainua mtu mwenye nia ya kiongozi. Mungu akainua mtu mwenye nia ya kiongozi. Akainua mtu, akasema pana. Wakamweleza Musa, kumwambia, tumeingia kwenye mji huo, ni mji uliojaa matunda mazuri. Wakamweleza Musa, wakampa habari njema tofauti na habari alizokuwa amezipokea awali. Kwa unaweza ukawa unazungukwa na watu wanakuambia huo ugonjwa utakupeleka kuzimu, watu wanakuambia huo ugonjwa utakupeleka kaburini. Nataka nikwambie, nikupa habari mchana wa leo, habari njema, habari zenye tumaini ya kwamba yuko Yesu saa anamtuma mtu mahali hapo ulipo juu ya tatizo lako. Anamtuma mtu hapo mahali hapo ulipo. Watu wamekwambia uponyiki, watu wamekwambia utakuwa salama, watu wamekwambia ugonjwa hauna tiba. Nataka nikueleze, ugonjwa huo una tiba. Tiba ni Yesu. Tiba ni kumkiri Yesu Kristo. Yeye ndiye mwenye tiba. Kuna watu wamepokea taarifa mbaya, kuna watu wamepewa taarifa mbaya, wamevunjwa mioyo kwa sababu ya taarifa mbaya. Hawa wanaokuletea taarifa mbaya sio watu wenye nia pamoja na wewe, sio watu waliobeba kusudio pamoja na wewe. Halo, ni muhimu ujifunze kuelewa makundi mawili haya. Unaweza ukaa na watu, unaishi na watu, unatembea na watu,
unafanya kazi na watu, lakini nia yao ni tofauti na nia yako. Ujue uwezo ukafika para, ujue uwezo ukapiga hatua, ujue uwezo ukafanikiwa. Kazi yao ni kukurudisha nyuma, kazi yao ni kukudidimiza. Aliye na nia pamoja nawe atakusapoti kile unachokitamani kuwa. Aliye na nia ya huduma yao pamoja na huduma yako atakushika mkono, huduma yende, huduma yende. Mwenye nia pamoja na wewe atakuwa bega kwa bega pamoja na wewe. Wakati wa magumu atakuwa pamoja na wewe, wakati wa raha atakuwa pamoja na wewe, akikuvusha kwenye hizo hatua. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanasema, huyu mhubiri anazungumza kitu gani hiki? Ni kweli kuna watu wanataabika kwa sababu wamekatishwa tamaa. Kuna watu walipasikia maneno, yale maneno yaliyovunja mioyo, nao waliopeleka maneno sio watu sahihi kwenye maisha yako. Wengine wamekwambia umeanza huduma, hapa walishaweka huduma nyingi zinakufa, hauwezi ukafanya hapo huduma. Unaanzisha biashara, mtu anakwambia hii biashara hapa, waishafanya sana biashara hapa inakufa, haiwezi kastahimili, biashara haiwezi ikakua. Nisikilize mwana wa Mungu, unahitajika upate mtu mwenye nia pamoja na wewe. Wajapoona pawezekaniki, hapatikane mtu mwenye nia pamoja na wewe akisema hapa biashara itastawi, hapa inawezekanika. Anahitajika mtu mwenye kukupush kwenda mbele, mwenye kukusogeza kwenda mbele, mwenye kukupa tumaini. Mtu mwenye nia hana roho ya kuvunja moyo. Mtu mwenye nia hana roho ya kukatisha mtu tamaa. Mtu mwenye nia pamoja na mtu mwenye nia pamoja na wewe ana roho ya kukusongesha mbele. Amebeba thamani ya wewe kusonga mbele. Amebeba jawabu lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maono yako, maono hayawezi kutimilika kama una mtu. Unaweza ukawa na maono makubwa, lakini ukikaa nayo peke yako kifuani mwako hayawezi kutimilika. Lazima patikane mtu mwenye nia pamoja nawe, ambaye yeye alikosa wazo, alikosa maono, lakini nguvu ya kuwezesha maono yatimilika nayo. Mungu akikupa mtu wa namna hiyo, umefanikiwa. Umefanikiwa. Kunahitajika mtu. Iwe ni kwenye biashara kunahitajika mtu. Iwe ni kwenye ajira, umeajiriwa, kunahitajika mtu. Ukiwa una mtu kazini kwako, utatabika. Utatabika. Vijembe ni vingi, matatizo ni mengi, kukataliwa ni kwingi, kwa sababu huna mtetezi, huna atakaye kutetea, huna atakaye kucourage, atakaye kutia moyo, huna. Utashangaa moyo wako unadhoofika, moyo wako unakufa, moyo wako unakata tamaa, akili yako inachoka, kwa sababu haujapata mtu mwenye nia pamoja na wewe. Nani atakaye kwenda? Ni nani atakaye fanya? Mungu anauliza, ni mtume nani? Nani atakaye kwenda kwa ajili ya wagonjwa? Nani atakaye kwenda kwa wagonjwa? Nani atakaye
kwenda kuwaona mayatima. Nani atakaye kwenda kuliona hilo kanisa? Nani atakaye kwenda kumuona huyo mchungaji? Nani atakaye kwenda kumuona mjane? Lazima uwepo mtu mwenye nia moja, aliye na kusudio, aliyobeba kusudi la Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengi, Wakristo wengi huwa wanajivunia, wanasema nimempata mchungaji mzuri. Kuna watu wengi huwa tunajivunia wachungaji wetu ni wazuri, tunajivunia wazazi wetu ni wazuri, kwamba nina baba mzuri, nina mama mzuri. Swali langu nataka nikuulize, wewe Mkristo ambaye unasema una baba mzuri, una mama mzuri, una ndugu wazuri, je, baba na mtoto mzuri? Unasema nimempata mchungaji mzuri, Mungu amenipa baba mzuri. Je, huyo baba amempata mwana au amepatikana? Je, huyo mchungaji unajivunia kwamba Mungu amekupa mchungaji mzuri, je, mchungaji, swali liko hapa, amepata muumini? Haleluya. Kanisa liende, lazima patikane mtu mwenye nia ya huduma hiyo, anayeweza kuvusha maono ya kuhani, anayeweza kuvusha ndoto ya kuhani. Haya makanisa ambayo ni Roko Church, makanisa madogo madogo, si kwamba yana vision, yana maono. Hata askofu wetu mzuri ana maono makubwa ya huduma. Lakini je, swali liko hivi, katika watendaji wake aliopewa, je, amewapata watendaji? Amepata watu wenye kuwajibika? Tunajivunia tuna baba mzuri wa kiroho. Wewe unayenitazama unajivunia una familia nzuri. Je, umeipata familia kweli? Je, familia imekupata wewe? Haleluya, haleluya. Ni lazima awepo mtu mwenye uchungu. Jinsi unavyosikia maumivu, na yeye asikie maumivu, mwenye uchungu. Mungu akamtuma Yesu kuja duniani. Hakumtuma atafute watu, alimtuma aje amtafute mtu aliyebeba nia ya kwake ya Kristo, ambaye ndani yake amebeba kusudi la kimungu. Hilo kusudi ipate kuleta ufanisi na baraka kwenye maisha ya watu. Ili unapokwenda watu wamuone Mungu. Unapoitenda hiyo kazi watu wamuone Mungu. Wamuone Mungu. Kwa Yesu aliletwa duniani kwa lengo amtafute mtu mwenye nia pamoja na yeye, ili atakapokutuma uende kwa nia hiyo, na ufanye kwa nia hiyo, na utende kwa nia hiyo, ili watu wake wapate suluhisho la maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 watu wa Mungu. Mambo mengi ili yatokee, mambo mazuri ili yatokee, baraka ili zitokee, mafanikio ya mtu ili yatokee, yanamhitaji mtu
yanamhitaji mtu. Mfano, ukisoma habari ya mtumishi wa Bwana Naamani, alikuwa ni kiongozi. Naamani alikuwa ni kiongozi, lakini alikuwa na tatizo. Naamani alikuwa na tatizo, tena tatizo la muda mrefu. Maandiko yanasema alikuwa na ukoma. Naamani alikuwa na ukoma, alikaa na ukoma kwa muda mrefu. Si kwamba alikuwa hana mtu, si kwamba alikuwa azungukwi na watu, alikuwa anazungukwa na wingi wa watu. Lakini hao watu waliokuwa wanamzunguka Naamani, ndani yao walikuwa wana nia pamoja na yeye. Walikuwa hawajaubeba mzigo, walikuwa wana uchungu. Ndio maana unaweza kuwa unateseka huko hapo, unahangaika na tatizo, ndugu zako wanafurahia kwenye hilo tatizo, wala wapambani na wewe, wala washughuliki na wewe. Kwa sababu gani? Haujapata watu, hujapata mtu. Naamani aliteseka kwenye ukoma. Wakati huo ni kiongozi mkuu, jemedari, alikuwa ni jemedari. Lakini alipokutana na mjakazi, alipopata binti wa kazi sikia sifa za watu sasa, sifa za watu waliobeba kusudi la Mungu. Huyu binti mtendakazi nyumbani kwa Naamani anamwambia Naamani, anamweleza Naamani, bosi, kiongozi, tatizo lako linaweza kupata utatuzi, ukoma wako unaweza ukaisha ikiwa tu utakutana na mtumishi wa Mungu fulani, ikiwa tu utakutana na baba yangu wa kiroho. Yule binti anamweleza Naamani jemedari kwamba kwenye nchi ya kwetu, kwenye mji wa kwetu nilikotoka, kuna mtumishi wa Bwana, ukikutana naye tatizo lao kama linaisha. Huyo ndio mtu mwenye nia anayekuelekeza para kwa baraka zako. Mtu mwenye nia ni yule anayekusogeza kwenye muujiza wako. Haleluya, haleluya. Wakati tunapoelekea kwenye hitimisho wa somo hili, swali langu kwako ni Mungu anaona mateso yako, na kwani umezungukwa na wingi wa watu, lakini hawashughulikii tatizo hilo. Ni kwa sababu hujapata mtu. Mungu ameniambia mchana huu wa leo, kuna mtu anatumwa kwenye nyumba yako, ili alete solution na suluhisho la maisha yako. Kuna mtu. Ukisoma habari ya Naamani na binti wa kazi, kuna kitu cha kujifunza kama kanisa. Leo kanisa limekosa watu wenye kuelekeza watu waje kwa Yesu. Kuna mtu anapokea neema ya uponyaji hapo. Kuna watu amekosekana kanisani, ambaye amebeba uchungu wa kazi, mwenye kuelekeza watu waje kwa Yesu, mwenye kuelekeza wagonjwa kwamba ukienda kwa bishop hapo unapokea neema ya uzima, ukienda kwa mchungaji huyo muone mchungaji wangu, ukikutana na mchungaji wangu ili tatizo linaisha. Halo, amekosekana mtu tu amekosekana.
Taabu yako nataabika kwa sababu amekosekana mtu mwenye kukupa maelekezo haya. Nenda kwa mchungaji fulani, nenda kwa mchungaji yuko Kishiri, nenda kwa mchungaji yuko Rumara, nenda kwa mchungaji yuko Machinjioni, nenda kwa mchungaji fulani. Amekosekana mtu. Ni saa ya kanisa kuamka. Ni saa ya wateule wa Bwana kuwa macho. Andiko anasema iweni macho. Watu wanateseka kwa sababu wamekosa mtu. Kuna watu leo wanapanga foreni hospitalini. Wanapanga foreni hospitalini, wa mama wagonjwa wanapanga foreni. Lakini katikati yao anapofikiwa huyo mtu, unashangaa mbele yake anatokea mtu anahudumiwa, yeye anaachwa hapo kwa sababu hajapata mtu atakayeweza kumsogeza kwenye hiyo hatua, atakayeweza kumsogeza kwenye hatima yake, atakayeweza kumsogeza kwenye tiba yake. Hajapatikana mtu. Mwingine anazungushwa kwenye maripa yake, anazungushwa kwa sababu gani? Ana mtu, ana mtetezi, ana mtu atakaye mtetea, atakaye muonyesha njia. Chana wa leo nataka nikueleza habari hizi. Wewe unayesumbuka na tatizo, wewe unayeenda kwa waganga, mganga sio mtu. Aliyebeba kusudi la Mungu sio mtu. Wewe unaenda kutafuta mali kwa waganga, nataka nikueleze hizo zina muda, zinapita. Leo nakuletea mtu sahihi kwenye maisha yako. Ukimpata mtu mwenye nia yako, nia yako ni kufanikiwa, nia yako inahitaji uzima. Sasa nakuletea mtu mwenye nia yako ambaye ni Yesu. Mkubali Yesu aliyobeba nia yako, aliyobeba kusudi kwa ajili ya maisha yako. Amebeba kusudio lako, amebeba jawabu lako. Ninamleta Yesu kwenye maisha yako. Mpokee hawa Bwana na Mwokozi, nawe utapokea sawa sawa na uhitaji wako, utapokea sawa sawa na shauku yako, utapokea sawa sawa na nia yako, utapokea sawa sawa na nia yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba wewe unaye nitazama muda huu, naweza ukainua mikono yako. Ni kweli umehangaika kutafuta mtu mpaka imefika pale umekwenda kwa waganga ili upate msaada, lakini msaada hujaupata. Umehangaika huku na huku, hujapata msaada. Mwingine yuko nyumbani ni mgonjwa, hainuki, hajapata msaada. Na si kwamba hakuna watu wanaomzunguka, wako watu wanamzunguka, lakini kwa sababu ndani ya watu wanamzunguka hawana nia pamoja na yeye, wala wana uchungu pamoja na yeye. Nua mikono yako. Mchana huu nakuletea mtu aliye na nia pamoja na wewe, mwenye nia pamoja na wewe, aliye na uchungu pamoja na wewe. Namleta Yesu kwenye maisha yako. Nua mikono yako. Nua mikono yako. Yesu anapita mahali hapo. Yesu anapita kwenye maisha yako. Yesu anapita kwenye hatima yako. Leo yuko hapa kwenye malango yako Yesu. Yesu anamtuma kwenye malango yako ili awe suluhisho la maisha yako. Ni kweli unataabika, ni kweli unahangaika. Kuna watu wamekuvunja mioyo, wanasema hilo tatizo haliponi,
wala upati suluhisho. Wamesema hilo tatizo lako halina tiba. Nataka nikwambie, yuko mwenye tiba. Ninamleta mtu mwenye shauku ya kwako, ambaye ameibeba shauku yako. Namleta mtu aliye na nia pamoja na wewe, ambaye ni Yesu Kristo. Ukimkubali Yesu, umekubali suluhisho. Ukimkubali Yesu maishani mwako, umekubali jibu sahihi, umekubali suluhisho na maisha yako. Mkubali Yesu, mkubali Yesu, mkubali Yesu afanyike kuwa mtu mwenye nia pamoja na wewe, na utaona maisha yanachanua, utaona afya inachanua, utaona uchumi unachanua. Ukimkubali Yesu aliyebeba nia yako, aliyebeba nia pamoja na wewe. Yesu amebeba nia, anayo nia ya mafanikio yako, anayo nia ya baraka zako, ana nia ya afya yako. Inua mikono yako niombe pamoja na wewe. Fuatisha maneno haya. Sema, ee Yesu, nakuja kwako mchana wa leo. Naomba rehema mbele za kiti chako cha enzi. Naomba rehema Bwana mchana huu. Unisamehe mfalme wa amani. Yako mambo nilitenda kwa kujua, na mengine nilitenda kwa kutokujua. Baba, naomba rehema. Naomba unirehemu mchana huu. Unitakase Bwana, unitakase mfalme wa amani. Nilidhani niko na mtu sahihi, nilidhani kwamba Bwana nimezungukwa na mtu sahihi. Kumbe Mungu, sijapata mtu sahihi. Ndio maana nahangaika kwenye taabu hii, ndio maana nahangaika kwenye taabu hii. Baba, nirehemu. Nimekubali kukupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Yesu Kristo, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Niwe mwana wako, uwe baba yangu na uwe Mungu kwangu. Nifanyike kuwa mwana wa pendo lako, nawe Yesu ufanyike kuwa baba wa pendo kwenye maisha yangu. Na kushukuru Mungu kwa neema ulionipa kurejea mbele za uso wako, kuja tena mbele zako Bwana. Na kushukuru kwa kibali na neema. Yesu, naomba unipokee niwe mwana wa pendo lako, niliishi nikuishie wewe Kristo, nifate maelekezo yako, nifate utume wako ambao Mungu umeupanda kwenye maisha yako. Nikuishie wewe, ni katika jina la Yesu, amen, amen. Wakati umeinua mikono, ndio kuinua mikono sasa. Nikusogeze mbele za Mungu. Baba, ni katika jina la Yesu aliye hai, na kushukuru kwa wema na fadhili zako kwa ajili ya watakatifu wako hawa ambao Mungu umewapa neema kukurudia leo mchana huu, wakiwa wanamtafuta mtu ambaye ni wewe peke yako Bwana. Ndio mtu pekee mwenye nia pamoja na mwanadamu. Baba, dhihirisha ukuu wako juu yao. Nenda Bwana sasa waonekanie. Huyo mama na huyo baba, huyo mtoto wanahitaji msaada kutoka kwako, wanahitaji waone mkono wako juu yao. Mwingine ni mgonjwa, hajiwezi. Mwingine ni tasa, ndoa yake iko tabani, anahitaji mtu ambaye ni wewe Mungu, ambaye wewe ni wewe Kristo Yesu. Ingia kwenye malango yake, ingia kwenye maisha yake Baba. Ingia mahali hapo, ingia kwenye familia hiyo, ingia kwa utumishi wako Bwana.
ukifanya suluhisho ya maisha yao. Fanya suluhisho juu ya hatima zao. Fanya suluhisho juu ya kesi zao. Fanya suluhisho, Bwana wa majeshi. Na kushukuru kwa ajili yao Bwana, kiwa wamepata kibali kukurudia. Nenda ukatamalaki, tembea pamoja nao. Nenda Bwana ukafanya mambo makuu juu yao. Wakutanishe Bwana na muujiza wao, wakutanishe na afya zao, wakutanishe na neema, wakutanishe Bwana na mtu aliye sahihi mwenye uchungu pamoja nao. Wakirejea kwenye kusudio lako, ni katika jina la Yesu, amen. Sema amen. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawakaribisha nyote. Kuna mwingine aliyeokoka, unatoka mkoa huu wa Mwanza, uko kwenye mkoa wa Mwanza na unatufuatilia. Unasema, mchungaji, nauliza ni wapi pa kuabudu? Kama uko Rumara, karibu hapa Rumara, karibu na soko hapa Sabasaba, kuna kanisa letu zuri na makao makuu Seki. Utamkuta bishop wetu Daniel Kurora, yuko mahali hapa. Wewe unayetoka Kishiri, uko wilaya ya Nyamagana, unatoka Kishiri, unatokea Igoma, unatokea Kisesa, na kukaribisha tuko Kishiri. Kifika Kishiri Center, chukua boda, atakuleta mtaa wa Bushitu. Mtaa wa Bushitu, tuko Bushitu. Kutoka Kishiri Center kufika Bushitu ni shilingi 1000 tu. Njoo umuone Mungu na kukaribisha kwenye ibada zetu. Tuna ibada siku ya Jumatano, tuna ibada siku ya Ijumaa, na tuna ibada siku ya Jumapili. Baada ya Jumatano na Ijumaa tunaanza saa 9 alasiri mpaka saa 12 kamili. Ibada ya Jumapili tunaianza saa 2:30 mpaka saa 7 kamili. Karibu ukutane na mkono wa Mungu. Njoo ukutane na mtu aliye sahihi, atakaye kuvusha kutoka kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine. Wewe ambaye uko Machinjioni, liko kanisa letu zuri mahali hapo Machinjioni. Liko kanisa la Nguvu ya Neema kwa askofu wetu mzuri Mkama, yuko mahali hapo. Kanisa la Seki. Unayetokea mjini, kuna kanisa letu liko mjini hapo kwa mtumishi wa Mungu mpakwa mafuta ambaye ni mwasibu wetu mkuu, mwazini mkuu, yuko hapo mchini. Ngia mahali hapo ukutana na mkono wa Mungu. Nisema asante kwa neema hii, na wakaribisha katika ibada zetu zote. Mungu awabariki.